Wakati ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiendelea kushika kasi, naye si mwingine huyu ni Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa ziara yake imemsogeza mpaka jimbo ambalo anahudumu, Tulia Ackson. Tulia Ackson ambaye alishawahi kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka 5, lakini mpaka hivi sasa bado ni rais wa mabunge yote duniani. Mabunge yote yeye ndiye rais. Sasa baada ya kuwa waziri mkuu ameweza kufika pale, ilikuwa ni wasaha na wakati wa mbunge kuweza kueleza kero ambazo zipo maeneo hayo katika jimbo la mheshimiwa huyu Tulia Ackson. Itambulike ni jiji la Mbeya, pale ndipo ambako mheshimiwa huyu Tulia Ackson ana jimbo pale ambalo yeye ndiye mbunge wa hilo jimbo. Basi baada ya kuwa amepata fursa na wasaa kuweza kuzungumza mbele ya hadhara hiyo kubwa ambayo ilikuwa ikimpokea mheshimiwa Mwigulu Nchemba, basi alivyoipata fursa na wasaha wa kuweza kuzungumza, Tulia Ackson kwanza, kabla ya kueleza changamoto na shida mbalimbali ambazo zinawakabili katika eneo hilo, alianza kwa kutoa pole na kusema kwamba wale wote ambao walipata majanga wakati ule ambao serikali au nchi ikiwa katika uchaguzi mkuu Oktoba 29 na kupelekea wengine kuweza kupata majanga makubwa katika siku hii ya hapo, Mheshimiwa Tulia kuweza kuyaeleza na kuyataja kwa kina, kwa sababu alibainisha wazi kwamba kuna ambaye ajui kile ambacho kimetokea au kilitokea wakati ule wa Oktoba 29. Alitoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki na waanga wa tukio hilo ambalo lilitokea katika maeneo hayo ya Mbeya. Vile vile Mheshimiwa Tulia Ackson alisema pia na yeye pia ni moja kati ya wahanga ambao waliathirika kwa namna moja ama nyingine katika siku hii hapo. Hivyo basi baada ya kulitambua hilo, akaanza kueleza yale ambayo yanakabili katika eneo ambalo yeye kama yeye ndiye mbunge, na akasema kwamba katika eneo lake ambalo analihudumu yeye imekuwa na changamoto kubwa, na hiyo ni changamoto ya muda mrefu. Japokuwa Mbeya ni jiji, lakini kuna baadhi ya barabara zinakuwa za vumbi, barabara ambazo zinakuwa hazina rami wala mwongozo sahihi wa kulielekeza jiji lililoko pale Mbeya. Hivyo basi Tulia Ackson akawa amemuomba waziri mkuu kushughulikia hilo, kwa sababu taasisi hiyo ya kuweza kushughulikia hayo mambo, Mheshimiwa Rais aliweza kuitoa katika ofisi yake na kuikabidhi ofisi ya waziri mkuu ndio iweze kushughulikia hayo mambo. Hivyo basi Tulia akawa amemuomba waziri mkuu kuweza kuchagiza maendeleo katika sekta ya barabara yaweze kuwa sawa na yaweze kuwa sahihi kabisa. Mheshimiwa Tulia Ackson ameeleza hayo leo wakati ambao Mheshimiwa Mwigulu Nchemba waziri mkuu akiwa katika ziara yake, ambayo ziara hii imekuwa ikitengeneza rekodi na historia mseto kwa watu wengi sana katika taifa la Tanzania na pengine hata nje ya Tanzania, kwa jinsi alivyoamua kufanya hivyo, kama jinsi ambavyo alivyokuwa akifanya hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli wakati akiwa rais, akiwa akitembelea katika kila maeneo kuweza kutatua kero za wananchi. Ndivyo hivyo na yeye Mwigulu Nchemba anafanya hivyo. Hivyo ziara yake bado inaendelea mpaka hivi sasa, na hapa yuko Mbeya akiendelea na ziara hii ya kuangalia kero za wananchi, kero hizo na kuweza kuzitatua zile ambazo zinaweza kutatulika kwa muda huo, basi aweze kuzitatua kwa muda huo hapo. Kwa zile ambazo zitahitaji muda kidogo, basi itabidi tu aweze kuzikabidhi kwa watu husika ili ziendelee kutafutiwa uchunguzi kwa kina, jinsi gani ambavyo vinaweza kuwekwa vitu katika msingi na usawa zaidi.
Hiyo ndio update ambayo nimekuletea wakati huu hapa, wakati ukiendelea kunywa maji moto maji baridi, moja moto moja baridi, au kila chakula kizuri kitamu cha kupendeza, nafsi yako inazidi kukonga anyika kweli kweli, na akili yako tulivu akili kupitia habari na taarifa mbalimbali kupitia Mapochopocho Media. Unazidi kupata taarifa na unazidi kupata ufahamu wa mambo mengi, na yale ambayo ulikuwa hujayajua unayajua, kwa sababu taarifa kwa sasa hivi zipo kwenye kiganja chako wewe mwenyewe, na ukiwa na simu kubwa tu unaweza kupata vyote hivyo vinavyoendelea duniani. Bana, usisahau kusubscribe na kushare video hii. Bye bye.